Baba zangu na mama zangu, miongoni mwa mambo mazuri ambayo Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliweza kutufanyia sisi watu wa wilaya ya Kibiti, aliweza kuhakikisha kwamba alitupa fedha takriban shilingi bilioni 5.5. Fedha hizi aliweza kutupa katika sekta ya maji. Pale Kibiti tuna mradi mzuri tu wa maji. Najua mradi ule unasuasua kidogo, lakini nataka niwahakikishie mkurugenzi, tutashirikiana kwa karibu sana ili sasa kuweza kuhakikisha maji yanasambazwa, mtandao wa maji unafika kwa wananchi waliopo pale katika vitongoji katika jiji la Kibiti. Lakini kama hivyo haitoshi, Dr. John Pombe Joseph Magufuli katika kipindi cha mwaka 2015 mwaka 2020, Mheshimiwa Rais aliweza kutupa fedha takriban shilingi bilioni 14.4. Fedha hizi ziliweza kutumika katika kujenga gati la Nyamisati pale. Hivi ninavyowaambia, gati la Nyamisati limekamilika vizuri, na vile vile kivuko kile nafikiri kipo katika mchakato wa mwisho kuweza kukamilika, ili sasa kwa namna moja ama nyingine wananchi sisi tuweze kuboreshwa maisha kwa mapana yake. Lakini akaniwaambie vile vile Mheshimiwa Rais hakuishia hapo, aliweza kutupa fedha, na fedha hizo ziliweza kutumika katika kaya zisizopungua 696. Kaya zile maskini tunasema ziliingia katika mpango mzima wa TASAF. Nataka niwaambie baba zangu na mama zangu, mengi mazuri yaliweza kufanyika katika serikali ya awamu ya 5, na ndio maana tumekuja tena kwenu kwa namna moja ama nyingine, kwanza kuja kuwashukuru, lakini mjue hayo yaliyokuwa yameweza kufanyika. Na leo tuko hapa, tumekuja kwenu kuweza kusogeza huduma karibu zaidi. Wakuu wa idara wote wako hapa, wote ambao wenye matatizo. Nimefarijika sana nilivyoweza kuona wazazi wangu wako kule katika sekta nzima ya maendeleo ya jamii, wanasikilizwa kero zao. Kero hizo zitakaposikilizwa zinapatiwa ufumbuzi, na ufumbuzi usipopatikana, naomba msipate tabu, pigeni simu katika ofisi ya mbunge, sisi tutakuja, tutaweza kuyafanya hayo vile vile, kuweza kuwasikiliza na kuweza kuwapatia ufumbuzi kwa ujumla wake. Baba zangu na mama zangu, nataka niwaambie serikali yetu ya awamu ya 5 imeyafanya mambo mazuri, lakini kama hivyo haitoshi, kuna mkakati mzuri ambao unaendelea ili sasa kwa namna moja ama nyingine kuweza kuboresha maisha mazima ya watu wa Kibiti. Nataka niwaambie barabara ya zile kilomita 42 kutoka Nyamisati mpaka Bungu zipo ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, zipo katika sehemu ile ya upembuzi yakinifu pamoja na usanifu ya kina. Lakini kama hivyo haitoshi, tuna barabara kubwa ile ya kutoka pale Kibiti na kwenda moja kwa moja kule katika mradi wa umeme wa mporoka ya maji. Barabara ile nayo vile vile ipo katika swala zima la ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mimi nikiwa kama mwakilishi wenu, nataka niwaambie nitahakikisha kwamba nakwenda kuzungumza bungeni ili sasa kuweza kuhakikisha barabara hizi zisiishie tu kukaa katika makaratasi ya ilani, lakini zinaenda kupatiwa fedha, rami iwekwe, na maisha yetu sisi kwa ujumla wake yaweze kuboreshwa. Baba zangu na mama zangu mliopo hapa, naomba niwaambie swala la elimu, na nirudia tena, ni muhimu sana. Tuwapelekeni watoto wetu shuleni. Elimu ni bure, sisi tunajua. Mheshimiwa Rais ameweza kulisisitiza hilo, na hakuna mchango hata mmoja anayelazimishwa mzazi. Lakini nikiwa kama mwakilishi wenu, na waomba niwasisitize sana, tunajua tuna changamoto ya madawati, viti na meza takriban kama 800 hivi. Si vibaya, mimi mwakilishi wenu napambana ili kuweza kuhakikisha tunapata wadau mbalimbali watakaoweza kutusaidia kuboresha sekta hii. Nataka niwaambie tu ndugu zetu wa NMB, tunawashukuru sana, tayari wameshatupa madawati 800. Lakini kama hivyo haitoshi, mimi mwenyewe binafsi napambana chini na kwenda kushoto na kulia ili kuweza kuwafikia wadau mbalimbali, wadau ambao sasa wataweza kutusaidia kuweza kutupatia madawati haya. Na sisi kwa sababu tunataka vijana wetu wasome, si vibaya mzazi utakapomleta mwanao shule, kama una nafasi, mpe kiti, mpe na meza, anakuja nayo pale shule. Haya ndiyo maendeleo ambayo tunaweza tukayafanya kwa ujumla wake. Nilikuwa nawaomba tena nawasisitiza sana, sio shuruti hili ama ushurutishwe kulifanya hili, lakini ni vyema tukatumia busara ili tuweze kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais za kuweza kutoa elimu bure. Sasa wazazi wangu, shime tukiwa na uhakika kwamba tuna upungufu huo, na mimi katika mikutano yangu nitakayokuwa napita ya kuweza kutoa shukrani tangu nilipokuwa nimeenda kuapishwa, nitakuwa nawasisitiza lazima tuweze kujitolea ili tuweze kuleta maendeleo kwa ukaribu wake. Nataka niwaambie maendeleo hayawezi yakapatikana tukimwachia tu mkurugenzi mtendaji. Nataka niwaambie maendeleo hayawezi yakapatikana tukimwachia tu diwani wa kata. Lakini nataka niwaambie maendeleo hayawezi yakapatikana tukimwachia tu mbunge peke yake. Ili sisi tuweze kuwa na maendeleo, lazima tuweze kushirikiana kwa pamoja, na katika kushirikiana, haya ndiyo mambo ambayo tunapaswa twende kuyafanya. Watoto wako wanakwenda shule, serikali imekupa elimu bila malipo, hauruhusiwi au kwa namna moja ama nyingine haulazimishwi kuchangia chochote, lakini ni busara ukiwa kama ni mwana Kibiti. Tunaposema Kibiti kwa maendeleo inawezekana, toka sasa mpe
mtoto kiti, mpe na meza, twende moja kwa moja shuleni. Unasema jamani, nimemleta mtoto na hiki hapa ni kiti chake na hii hapa ni meza yake. Mimi nikiwa kama ni mwakilishi wenu, na waombeni sana ili kwa namna moja ama nyingine tuweze kulifanya hilo. Nikiwa kama mwakilishi wenu, mshahara wangu ni wa kawaida sana, lakini najitolea nitaleta viti 50 pamoja na meza 50 katika shule yoyote ile, ili sasa iwe chachu ya kuweza kusukuma maendeleo. Na wewe ukiwa kama uliokuwa umenipigia kura, uhisi kwamba mwakilishi wetu amelifanya hili, na huyu anaenda kuwafanya hawa ni watoto wetu, ni watoto wa kwako wewe, watoto wa mjomba wako, watoto wa shangazi yako, labda na mimi vile vile ni watoto wa shangazi yangu, wa baba yangu mdogo. Lakini na wewe ukiwa kama ni baba mzazi, ukiwa kama ni mama mzazi, ni vyema uweze kuguswa, ili sasa uweze kuhakikisha unamleta mtoto kule shuleni akiwa na kiti chake, lakini kama hivyo haitoshi, vile vile akiwa na kameza chake. Hii ndio tunayosema Kibiti mpya. Kibiti kwa maendeleo, sema inawezekana. Kibiti kwa maendeleo, Kibiti kwa maendeleo. Uwezekano wake ni lazima sisi wote kwa pamoja tuweze kushirikiana, na tukifanya hivyo, nataka niwaambie, tutakwenda mchaka, tutapiga hatua nzuri sana katika maendeleo ya kuweza kubadilisha maisha yetu kwa ujumla, sisi wote kwa pamoja. Lakini baba zangu na mama zangu, kama hivyo haitoshi, tunamaliza msimu huu wa korosho, tunakwenda sasa katika msimu mzima wa ufuta. Ni vyema maafisa ugani wetu tutumie fursa hizo tuweze kuwahamasisha wananchi wetu katika ngazi ya kata, waweze kulima, waandae mashamba yale vizuri. Lakini kama hivyo haitoshi, tuweze kuyapanda kwa wakati na tuweze kuwapa tafsiri ile ya kiutaalamu. Nyinyi maafisa ugani ni wataalamu. Kwa namna hiyo, afisa kilimo katika ngazi ya wilaya, ni mategemeo yangu kwamba anakuwa anatembea katika kata husika ili kuweza kuhakikisha anakuwa karibu sana maafisa ugani pale ambapo kuna changamoto zinaweza kutatuliwa. Baba zangu na mama zangu, sasa tuanze kuyaandaa mashamba yetu. Fedha tulizokuwa tumezipata katika mauzo yetu ya korosho ziweze kutusaidia. Tuyalime sasa mashamba yetu, ili muda utakapofika wa kupanda sisi tusiwe na tabu. Tuweze kupanda ili sasa tuweze kuvuna korosho na ufuta huo tuweze kuuza. Jambo lingine la msingi ambalo nilikuwa naomba niwaambie, swala zima la kipato ndani ya halmashauri. Nataka niwaambie ndugu wananchi, wakati nikiwa na mkurugenzi mtendaji pamoja na wakuu wa idara, tulikaa kitako tukateta mambo mengi. Katika mambo tuliyoteta tulisema, ili sisi tuweze kuendelea ndani ya wilaya ya Kibiti, ili sisi tuweze kutatua changamoto zetu ndani ya wilaya ya Kibiti, basi ni lazima tuwe na mapato ya kutosha ndani ya halmashauri. Lakini kama hivyo haitoshi, mapato haya yale yaliyopo lazima tuweze kuyadhibiti. Mkurugenzi, ni mategemeo yangu kwamba mnatembelea kuweza kuhakikisha zile posti zetu zinafanya kazi. Lakini kama hivyo haitoshi, mkurugenzi mtendaji, tujitahidi pamoja na wakuu wetu wa idara ili sasa tuweze kuhakikisha ile mianya midogo midogo ambayo inatukosesha yale mapato tuweze kudhibiti. Lakini kama tulivyoteta katika vikao vyetu vya ndani, tuweze kuendelea na michakato ya maandiko ili sasa tuweze kuhakikisha tunafanya maandiko, tuweze kuwa na vyanzo vipya vya mapato. Wazazi wangu, baba zangu na mama zangu na wananchi wote kwa pamoja, nataka niwaambie, tunapokuwa na mapato ndani ya halmashauri tunakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kutatua kero zetu za kawaida. Mheshimiwa Diwani, wahamasishe wananchi pale ambapo kuna kero. Kwa mfano, kuna kero ya darasa. Katika vikao vyako vya UDC utakapokuwa umekaa, na wewe ukiwa kama ni mwenyekiti wa maendeleo katika kata, waweza kuhamasisha kutenga budget. Tuanze kufanya shughuli za kimaendeleo kwa kushirikiana. Jumamosi iliyopita nilikuwa kule Demani, katika shule ya sekondari Demani inayojengwa. Nilifarijika sana kumwona diwani wa Demani akiwa pamoja na wananchi na viongozi wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa serikali katika ngazi ile ya kata, wakiwa wanashirikiana. Tumeenda pale, tumebeba mchanga, tulikuwa tumebeba vifusi, lakini kama hivyo haitoshi, tutakwenda tena kule wiki ijayo ili sasa kuweza kuhakikisha tunaenda kubeba matofali na kuweza kujenga madarasa yale. Tukifanya hivi, Mheshimiwa Diwani, tafsiri pana ni moja tu, kwamba sisi tutakuwa tumejitolea pamoja na ofisi ya mbunge, mkurugenzi mtendaji. Tutakapokuwa tumefika hapa katikati kwenye linta, tunaenda kugonga hodi kwa mkurugenzi mtendaji. Tutakuwa vile vile tumemsaidia na yeye, kwa sababu yeye jukumu lake ni kuweza kusambaza miradi ndani ya halmashauri na kuweza vile vile kwa namna moja ama nyingine kuweza kusimamia fedha zile zinazokuwa zinaletwa kutoka serikali kuu katika miradi husika. Lakini tutakapokuwa na vyanzo vya ndani vya mapato, tafsiri pana ni kwamba tunamwambia mkurugenzi mtendaji, sasa tumefika kwenye linta, tunaomba angalia katika mfuko wako. Mkurugenzi huyu ni mtu mwema sana, atatupa mabati, atatupa na kenchi, tutapiga, tutajitolea. Na tukifanya hivyo tutatengeneza darasa, watoto wetu watakuwa wanakwenda darasani bila shida namna yoyote. Mheshimiwa Diwani, naomba sana hili la kujitolea lihamasishe kwa wananchi katika vikao vyako vyote,
Lakini kama hivyo haitoshi, anzeni miradi ya maendeleo ili serikali kuu vile vile watakapokuwa wanaona wananchi wameanza miradi ya maendeleo, inakuwa rahisi kuweza kutia mkono na mambo mengine yakawa yanaweza kusonga mbele. Moja ya agenda ya msingi ambayo sisi wananchi wa wilaya ya Kibiti tunataka tuifanye katika kipindi chetu hiki cha miaka mitano ni kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa na shule yetu ya high school. Na kwa tafsiri hiyo ndio maana kule Dimami tunachelea sana kusema mambo haya kwa sababu bado hayajakamilika. Shehe wetu wa wilaya tunaye hapa. Mimi nakumbuka sana shehe wa wilaya. Katika Qur'ani kuna kisa kimoja kizuri kabisa cha bwana mmoja yule. Anaitwa nani? Nabii Yusuf. Nabii Yusuf wakati ameota ndoto ile, baba yake Yakubu aliwahi kumwambia, la taksusu ruyaka, usiziseme hizo ndoto zako ala hiwatika mbele wadogo zako, limaza kwani kufanya kidu laka kaida, watakufanyia vitimbi vilivyokuwa vikubwa kabisa. Inna shaytan, hakika ya shaytan lil insani, kwa binadamu aduun mubin. Ndoto zetu hizi za maendeleo, mkurugenzi, wakati mwingine tunaziacha kule katika vikao vyetu vya ndani mpaka zitakapokuwa zimeibuka, basi inakuwa vizuri zaidi, kwani tunajua kuna wengine hawapendi maendeleo, lakini sio wote. Najua 99.99% ya wananchi wa wilaya ya Kibiti wanapenda maendeleo.